Kufurahi katika siku ya leo, lakini katika kufurahi kwako utoe shukrani nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa sababu umepata pesa nyingi, sio kwa sababu umekuwa labda na afya kubwa, lakini kwa sababu umesamehewa dhambi na una uhakika wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi leo tunakwenda kujifunza. Asubuhi hii tunajifunza maneno ya Mungu ambayo kichwa cha somo tunataka kuangalia kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Yaani ni kazi gani inayofanyika kwetu, au ni faida gani ambayo tunaipata sisi katika kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukiangalia safari yetu ya wokovu tangu Adamu ni safari ndefu sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu tangu anguko la Adamu na Mungu akafanya kuwahifadhi kwa kumwaga damu ya mnyama na kuwavika yale mavazi au ile ngozi ya yule mnyama, akawafunika ili kuwastiri. Kuanzia hapo kulikuwa na muda mrefu sana mpaka anapokuja kuzaliwa Seti, mtoto wa pili wa Adamu. Neno Mungu anasema kwamba hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alipozaliwa Kaini na Abeli, baadaye ya kuwa Kaini amemuua Abeli, basi hapo yalikuwa tu ni masikitiko, wala haikuendelea vizuri, na Adamu akawa amefukuzwa kutoka bustanini Edeni na akaishi duniani ili apate sasa kuishi kwa jasho, afanye kazi, apate mahitaji yake kwa jasho, kwa nguvu zake mwenyewe. Maana akiwa katika Edeni hali ya kazi ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni sio kubwa, ilikuwa ni njema, kwa sababu ilikuwa ni kuipalilia, kuisafisha ile bustani, kuhakikisha kwamba matunda yanazaa mahali penye usafi, na kazi yake kubwa ilikuwa ni kuokota matunda na kula. Lakini sasa baada ya huko ile, naona kabisa hakukaa tena katika bustani ya Edeni pale alipokuwa anakuja kukutana na Mungu, au Mungu anakuja kukutana nao tangu inapofika saa 10 saa za kupunga, saa za jua kupunga, nafikiri kwenye saa 9 hivi, Mungu alikuwa anakuja na walikuwa wanasikia vizuri uwepo wa Mungu na wanafanya ibada na Mungu. Na Mungu alikuwa anaendelea kuongea nao, kuwapa jinsi gani ya kuendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ushirika huo ulipovunjwa na yule Mungu alipokuja kuingilia na kudanganya, wakamkuta wamekosea Mungu, basi kulikuwa na mtengano mkubwa uliokuwepo katikati yao. Wakitoka Edeni na kwenda kuishi duniani mpaka sasa, walifanya kazi zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tangia hapo ukawa na muda mrefu sana, mpaka anakuja kuzaliwa Seti, ni muda mrefu sana. Na hapo ndipo watu walianza kulitia jina la Bwana. Lakini hapo pia waliendelea kulitia jina la Bwana, lakini pia ikafika mahali tena wanadamu wale wakaasi sana, wakawa wamebadilika sana, wakachanganyika kizazi cha Seti na kizazi cha wana wa ulimwengu, sema wana wa ulimwengu. Mungu akakasirika, akaleta gharika. Kwa hiyo sasa sisi tunaanzia pale baada ya gharika, ndipo anapotokea Shemu, Yafeti na Hamu, kizazi cha Nuhu. Ndio sisi ambao sasa tumejaa dunia hii, sasa tumejaa kabisa. Na hapo sasa tunasubiria sio tena kugharikishwa dunia kwa maji, lakini Bwana Yesu kuja kuchukua kanisa na hatimaye dunia kuhukumiwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa katika hilo anguko la Adamu, sasa tunakwenda katika kipindi kirefu hicho, tunakuta kwamba ilifika mahali sasa Mungu akataka kutengeneza taifa la Israeli, lakini sasa walikuwa wachache. Wana wa Yakobo ndio hao walipenda ugenini Misri, wakafika kule wakaishi, wakazaliana sana. Mungu akawajalia uzazi mwingi, wakazaliana kwa miaka ile
kule, walioishi kule wakawa wapo kama 2,000,000 na zaidi. Mungu akasema sasa imetosha kuwa taifa. Akaenda sasa akamwita Musa katikati yao, akawaongoza ili kurudi kuja katika nchi ya Kanaani ambayo Mungu sasa alikuwa amewapangia, na ili kwamba sasa Israeli apate kuwa taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama lilivyo leo taifa la Israeli, basi lilianzia hapo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa kuanzia hapo pia umeendelea sasa mpaka Yesu Kristo atakaye. Yesu Kristo alipokuja sasa ikaonekana sasa yeye anakuja sasa kuwakomboa kwenye ile dhambi ambayo Adamu alifanya, kuja kukomboa ulimwengu, lakini anazaliwa katika taifa hilo la Israeli. Yesu kama Mwokozi alizaliwa na baadaye katika kuishi miaka yake 33 alianza kazi ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaanzia pale kwenye kifo. Bwana Yesu, hebu tusome sasa katika Angalie Pasaka yetu, au Pasaka yetu inaanzia wapi? Kutoka 12 anasema kuanzia mstari wa 25. Anasema itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. 26. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, nini maana yake utumishi huu wenu? 27. Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga Wamisri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona jinsi ambavyo sasa wana wa Israeli ambao walikwenda Misri wakiwa watu wachache, kama nilivyosema, walipofika ule Mungu aliwajalia uzazi sana, wakawa wengi, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia liwe taifa, yaani wao watu wengi waweze kuwa taifa. Kama alivyokuwa amekusudia, ndivyo alivyojalia uzazi, wakazao wakawa wengi na haraka. Na katika huko basi akapatikana mtumishi mmoja anaitwa Musa. Mungu akamwinua huyo ili wakati kuja wapi? Katika nchi ambayo alikuwa amemwahidi Ibrahimu baba yao kwamba watoto wake wataishi katika nchi ambayo ilikuwa inaitwa Kanaani, ambayo sasa hivi ndio hiyo Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kanaani wakati huo ilikuwa imejaa mataifa pale, walikuwepo mataifa. Bwana Yesu walikuwepo mataifa pale. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuwarudisha pale, ilikuwa kwamba sasa wawe wengi waje kupigana vita, waweze kuwashinda hao watu ambao ndio watakuwa wakiwa wenyeji wa nchi hiyo, na Mungu alitaka sasa wao wakae katika nchi hiyo. Kwa hiyo sasa walipokuja pale, tunaona kwamba chini ya Musa walikuja wakawa sasa Mungu alisema na Musa kwamba aende akawaokoe watu wake kutoka pale Misri, awarudishe Kanaani, wapeleke Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio Mungu sasa akawapa maelekezo. Pale Misri walikuwa tayari wameshukua ni watumwa. Walipozaliana sana, ile taifa lile lilishtuka, kwa sasa watakuwa wengi, wanaweza kugeuka, hata mtu ambaye atakuwa ndugu yetu wakaambatana naye wakatupiga kisha wakatushinda. Kwa hiyo hao watu sasa tuwadhoofishe. Watoto wa kiume tuwaue, wa kike tuwaache waishi au tutaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu sasa wakati huo katika utumwa huo wakawa wametambika mno, wakawa na kilio kikubwa sana, wakawa na majonzi sana. Mungu akasikia kilio chao, na ndipo sasa akamwinua Musa
ili kwamba aenda kuwaokoa. Sasa haya tuliyosoma hapa ni Mungu anatoa maelekezo jinsi gani atakayowatoa kule, kwa sababu Farao mfalme wa nchi alikuwa hapendi kabisa watu wale watoke, kwa sababu ndio walikuwa wanafanya kazi zote za maendeleo na vitu vyote, kazi ngumu walifanya hao watumwa. Lakini Mungu amemwahidi Ibrahimu, amefanya agano na Ibrahimu kwamba watoto wako watakwenda Misri, kisha nitawatoa. Mungu aliahidi kuwatoa, lakini sasa Misri imewashikilia, haitaki kuwatoa. Kwa hiyo Mungu akawa amewapiga mapigo mengi sana, na mpaka lile la mwisho sasa ambao alisema kwamba hili kwa pigo hili mtakapokuwa nimewapiga pigo hili, nasema wewe Farao atawaruhusu tu mtaondoka. Bwana asifiwe. Yaani walikuwa wakipigwa mapigo hayo, wanaona mapigo ni makubwa. Sasa kuyazungumza mengi, lakini kwa wasomaji wa Biblia msome Kutoka, mtaona jinsi ambavyo Mungu alishusha mapigo kama 10 pale. Lakini pigo la mwisho hili la watoto wazaliwa wa kwanza wa nchi hiyo wa kila kiumbe, hilo lilikuwa ni pigo ambalo ilibidi wasaende wainue mikono juu na wabusu. Lakini Mungu alifanyaje? Mungu ndiye hapa anaposema kwamba ndipo mtawaambia. Mungu anasema, anamwambia Musa kwamba itakuwa hapo utakapofikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakaposhika utumishi wenu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza ni nini maana ya utumishi huu, ndipo mtawaambia kwa sababu ya kuwa Bwana alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli, huku hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu, na hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaona jinsi ambavyo anawapa maelekezo. Aliwapa maelekezo kwamba sasa utumishi huo, akaanza kuwapa kwamba ningeanzia hiyo, lakini kwa kutaka kuokoa muda naona kama anakatakata kiasi kwamba sijui kama inakuwaje, lakini mtaelewa tu tunavyoendelea. Ni kwamba sasa Mungu aliwaambia kwamba kila familia ichukue mwana-kondoo mmoja, alafu amchinje usiku huu. Mtamchinja, mtamla, na damu yake mtapaka kwenye nyuma ya milango, ili kwa sababu yule malaika atakayemtuma kwenda kupiga mapigo katika Wamisri, atakapoona damu kwenye nyumba zenu, ataruka nyumba zenu, na nyumba itakuwa haina damu, basi hiyo nyumba itapigwa kwa hao Wamisri. Kwa sababu sasa ilikuwa ni siri ambayo wanawapa Waisraeli, lakini Wamisri walikuwa hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nguvu ya damu ile, na siri iliyo katika damu ile, kama Misri alipata fununu au siri, akasema mimi ngoja nichinje mnyama na mimi nipake kwenye nyumba. Kwa kweli malaika alipoona ile nyumba ile, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo damu ilipomwagika yule mnyama, ndio ilipompa Mungu kwenda kuwapiga wale wa Misri, wazaliwa wa kwanza wa watu, wa wanyama, wa mbwa, wa kila aina wa mdudu. Lazima kuwa mzaliwa wa kwanza lazima uondoke. Sasa pigo hilo ndilo sasa ambalo iliwafanya sasa waseme basi sasa ondokeni, mmekuwa tanzi kwetu, mmekuwa watu ambao sasa ni laana kwetu, mmekuwa watu wa mateso kwetu, ondokeni. Wao wakaruhusu waende. Sasa ndivyo anawaeleza kwamba sasa watoto wenu mtaendelea kushika utumishi hata mtakapofika kwenye nchi ambayo mimi nawaruhusu mwende. Mtakapofika huko Kanaani mtaendelea hivi katika siku kama hii na mwezi huu, mtakuwa mnafanya hivyo. Na watoto wenu watakapouliza sasa, mwaeleze kwamba ni kwa sababu Mungu alipita juu ya nyumba zenu akaenda kuwapiga Wamisri. Na hiyo inaitwa Pasaka. Pasaka maana yake ni kwamba malaika au Mungu alipita juu. Alikuwa na nyumba ya Ibrahimu, alipita juu. Kwa hiyo Pasaka maana yake ni kupita juu. Kupita juu, kupisha kitu fulani. Unaona, kuepusha kitu fulani. Napita juu ili aende pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo sasa tunachukua kama sasa ndio ilikuwa hiyo Pasaka ambayo ilianzia kwa Waisraeli. Mpaka leo Waisraeli inapofika siku ya tarehe 14 mwezi wa 4, lakini katika Biblia nasema Mungu alikuwa mwezi wa kwanza, mwezi wa 4 wao ndio mwezi wa kwanza tarehe 14 wanachinja kondoo mpaka leo hii, na wanaendelea na Pasaka wakikumbuka jinsi ambavyo Mungu aliwatoa katika utumwa kule Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana Yesu akaja katika
sheria hiyo, wakati Waisraeli wanaendelea na sheria na agizo hilo, Bwana Yesu akaja sasa. Mungu sasa akatafuta kwamba na sisi mataifa sasa ni lazima tuokolewe. Wana wa Israeli waokolewe na sisi mataifa tuokolewe. Lakini sasa Waisraeli wao walikwisha kupewa agizo kwamba ni kuchinja mnyama. Sisi Mungu anataka kutuokoa kwa neema, kwa njia ya imani, wala sio njia ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzetu wa Israeli walikuwa katika wakati wa sheria, wakati wa Agano la Kale ilikuwa ni wakati wa sheria. Mungu aliwachukua na kuwapa sheria na amri nyingi, lakini sisi ametupa neema kwamba huyu atakayekuja Bwana Yesu, huyu atakayekuja Mwana wa Mungu kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, yeye tutapokea ukombozi kwa njia ya kifo chake na damu yake, lakini kwa njia ya imani, sio kwa njia ya sheria kama ilivyokuwa, lakini kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Yesu sasa alipokuja alizaliwa chini ya sheria hiyo hiyo na akaendelea katika sheria hizo hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tukisoma katika Bwana Yesu alizaliwa, ukisoma katika Mathayo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5, ni hii tu, mstari wa kwanza mpaka wa 5, anasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi, akawaambia mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka. Kwa hiyo ndipo hapo Yesu Kristo sasa na yeye ikawa sasa katika tarehe hiyo hiyo ambao Waisraeli wanaendelea kuitukuza wakiwa tayari wako kwenye nchi yao Israeli. Bwana Yesu naye akaja sasa. Tusome Yohana sura ya 12 mstari wa 13. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 18. Anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo Pasaka maana yake kwetu sisi ni upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upatanisho. Mungu alikuwa akiupatanisha ulimwengu, akijipatanisha yeye na ulimwengu, yaani na sisi, kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo cha Bwana Yesu ni upatanisho wa sisi na Mungu, yaani anatuunganisha kutoka kule tulikokuwa dhambini, anatutakasa, kisha sasa tunapatana na Mungu na tunakuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo sasa
Ndio tuangalie sasa Isaya 53. Hivi hakuna mwingine mwenye kusoma hapo. Namba nataka tu mstari wa 5. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa inaeleza wazi kabisa kwamba Yesu alipokuja kama upatanisho, kumbe sasa kufa kwake alipewa dhambi zetu, akapewa masikitiko, akapewa huzuni. Endelea tena, endelea mpaka mstari wa ngapi? Endelea kwa mstari wa 5, endelea wa 6. Mstari wa 6 unasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu ameangukia njia yake. Amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wao. Endelea. Lakini Bwana aliridhika kumchukua, amemfundisha atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Bwana Yesu kufa kwake, mateso ya msalabani, ilikuwa lengo la kifo chake kwa ajili ya kutuokoa sisi. Na kutuokoa sisi sio kutuokoa tu kuhesabia haki kwamba sasa tumeokoka, hapana. Yeye ilibidi alipe ile gharama ya makosa yetu. Kwa hiyo hapa neno la Mungu linasema kwamba alichukuliwa kwa makosa yetu. Kwa hiyo ile dhambi zetu na matatizo yetu yote, magonjwa pamoja na laana na vitu mbalimbali na makosa mbalimbali, ilibidi ahesabiwe yeye kama ndiye mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine nasema kwamba asiyekuwa na dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ni kiasi gani cha upendo wa Mungu aliotupenda mpaka kuamua kumweka dhambi na madeni ya makosa na kila aina ya ubaya kuweka juu ya mtoto wake, ili kwamba yeye alishabeba vile, basi afanyike kuwa kafara ya dhambi na sisi tupate kuokolewa na kuhesabiwa haki mbele za Mungu tutakapokuwa tunamwamini, au jinsi tulivyomwamini sasa tunahesabiwa kuwa watoto wa Mungu, lakini kwa gharama ambayo Yesu Kristo alilipa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kufa kwa Bwana Yesu sisi ni wokovu wetu, ni ukombozi wetu, ni furaha yetu kwa siku ya leo, kwamba tunamshukuru Mungu kwamba alitolewa na kukubali kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hamna furaha? Naona ni sawa kwa kwake na kutokufa. Haya. Kwa hiyo ni neema ya Mungu sisi kwamba tumeweza kupata neema hiyo ya wokovu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa maisha yake
kwa ajili yetu, ili kwamba sisi tupate wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupate wokovu katika yeye. Mstari wa 5 ukirudia pale anasema, bali aliyehukumiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo adhabu zile zote na katika utakatifu wake Yesu aliokuwa nao, ili mauti ipate kumshika, ni lazima anyweshe yale maovu yote, magonjwa, laana, ndipo alipoweza kupata roho ya msamaha. Kwa hiyo aliumizwa kwa ajili yako na mimi, na kwa sababu hiyo sasa ulipomwamini umehesabiwa kwa watoto wa Mungu, sawasawa na Yohana sura ya 1 mstari wa 11 pale. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Alikuja kwake wala walio sawa 11 kwanza. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Bali wewe na mimi tuliompokea, alitupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio sisi tunaoamini jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe faida ya kuja kwa Bwana Yesu akafa pale msalabani, sisi tulipata pia kuhesabiwa, tulipomwamini tukapata kuhesabiwa kwa watoto wa Mungu kupitia yeye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni neema ambayo sisi tumeipata, lakini tumshangilie Mungu kwa sababu Kristo alikufa, akakubali kufa na sisi tupate kuokolewa. Na ndivyo ilivyo mpaka leo. Tulipomwamini tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo kujiamini hivyo, hamtendee kifua mbele kwamba wewe hapo ulipo ni mwana wa Mungu. Dhambi zako zilichukuliwa na Bwana Yesu pale msalabani, magonjwa yalichukuliwa, laana ilichukuliwa, na kila kitu kilifanyika badala yako. Yaani Yesu alibeba mambo yote badala yako. Matatizo ambayo yalikupata wewe, yeye alibeba. Hukumu ambayo ilikupata wewe kuanguka pale msalabani ili ulipie dhambi zako, deni la dhambi zako, ili upate kuokolewa, ili kupata wewe, lakini yeye alibeba. Na sijui kama mimi nilikubali. Na nilikubali sijui kupotea kile kifo cha mateso, sijui kama ningeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukitafakari yale yaliyotupa kukumbuka kwamba kumbe ni vizuri tukamnyenyekea Bwana Yesu na tukampenda na kumtumikia wakati wote, kwa sababu kumbe ni kwa neema tu. Tulikuwa tunastahili hata kuangamizwa, lakini yeye akajitoa kusema hapana, hatuwezi kupoteza kazi yetu ya uumbaji kwa sababu shetani aliingia kwa katikati akaivuruga na sipata kuisambaratisha pale. Ni lazima tufanye mpango mwingine huyu mwanadamu aokolewe. Ndivyo ilivyokuwa na leo hii inaitwa Pasaka, na leo kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, sisi tunashangilia tunapokumbuka kwamba alituingiza katika raha, katika upendo wa Mungu, katika furaha ya Mungu, kwa sababu yeye alikubali kubeba yale yaliyokuwa maovu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu hiyo sasa, hebu tuangalie sasa na kwa kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunapata uzima wa milele. Kisoma Yohana 19 mstari wa 3. Lakini pia Yohana 17 mstari wa 15, tunalindwa pia. Tunalindwa dhidi ya yule mwovu Shetani. Yesu alikuwa anaomba Mungu akamwambia kwamba walinde kwa ile kweli. Anasema siombi uwatoe ulimwenguni, lakini uwalinde na yule mwovu. Kwa hiyo kwa kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunapewa haki kuwa watoto wa Mungu, lakini pia tunapoendelea kutumika hapa duniani tunapata ulinzi wa Mungu wakati wote kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. 17 hiyo Yohana inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo tunatakaswa pia katika kumwamini Bwana Yesu
tunatakaswa kila siku tunaposikia neno na kuliamini, tunapata kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zozote ni faida za kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mathayo 28 pale, maana ilipofika asubuhi, Mathayo 20 na ngapi? Mathayo 28. Msomaji wangu leo alikuwa ni dada huyo, wengine hampo. Mathayo 28. Mathayo 28. Mathayo 28. Katika mstari wa kwanza hapo. Anasema hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili leo, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alikolazwa. Njooni mpatazame mahali alikolazwa. Nani nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya, nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Na kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu, naenda Galilaya, ndiko watakaponiona. Na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha habari ya Mungu. Inakuacha mstari wa Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndiko kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kweli kabisa alifufuka, ni uhai, na ndio maana tunaadhimisha siku hii kwamba Bwana Yesu alifufuka, na tunaendelea kushika maagizo kama wanafunzi walivyoagizwa. Tunaendelea kushika maagizo, kushika huo utumishi kama Waisraeli walivyoagizwa kushika utumishi huo kila mara wakija Pasaka. Sisi kila mara tunapokumbuka, Biblia inasema kwamba tunapokuwa mwili wa Kristo na kuinywa damu yake, au tunapokuwa ushirika hapa meza ya Bwana, asema tunaitangaza mauti ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi mshindi au Pasaka yetu iko kila siku tunapokuwa mwili wa Yesu, tunakuwa tunatangaza kifo au mauti ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapotangaza kifo cha Bwana Yesu, tunatangaza mambo makuu yaliyofanyika katika tunapotangaza kufufuka kwa Bwana Yesu au kifo cha Bwana Yesu. Ndio siku ya kufa kwake pia yatendeka mambo makubwa sana. Tunasoma kwamba jua kuanzia saa 6 mpaka saa 9 nchi ilikuwa giza, maana jua lilizima. Alafu nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafufua wafu, yakafunuka na wafu wakafufuka. Sasa hiyo nguvu hiyo, tunapotangaza kufa kwa Yesu kwa kushiriki au kwa kukiri au kwa kuomba, unaomba unakiri kifo cha Yesu au unakula meza ya Bwana. Maana Yesu alisema kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho. Fanyeni hivi mpaka mnijapo, kwa ukumbusho wangu mpaka nijapo. Waitangaza mauti yangu mpaka nijapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo tunatangaza ushindi wa nguvu ile ambayo ilitetemesha nchi, na miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, watu wakafufuka, watakatifu waliokuwa wamekufa katika wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatangaza hiyo nguvu. Tunatangazia magonjwa kwamba Bwana Yesu alikufa kwa ajili yangu, Bwana Yesu alipigwa, na tunasema Isaya 53 kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tunapokumbuka kifo na kufufuka kwa Yesu ni ushindi mkubwa sana.
alikufa, alipigwa, aliteswa, alikufa, akafufuka. Na katika kufufuka kwake kuna ishara ambazo zinaonyesha nguvu kubwa ambayo ilifanyika, ambayo iliwatetemesha hata wale walinzi wakawa kama wamekufa, wale walinzi na askari wale. Kwa hiyo hiyo nguvu ndio inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho kukutetea wewe, au hiyo nguvu ndio ulio nayo katika kuangamiza maadui yako walioko katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuogopa tena wachawi kama mtu wa Mungu, unaenda pamoja na Yesu, umeshikamana naye vizuri, kuna ushindi wa hali ya juu, kuna nguvu ya hali ya juu. Wewe kuogopa chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuogopa mchawi, wala nguvu za giza, wala mizimu, wala waganga, wala chochote, huwezi kuogopa. Unaona? Na mtu wa Mungu ambaye umekwisha kuokolewa kwa kumwamini Bwana Yesu, wewe siku zote ni mshindi. Ila tu sasa kinachotufanya sisi kuonekana kama tunashindwa katika maisha ya wokovu ni kwa sababu ya jinsi ambavyo tunashindwa kuwa na imani na tunashindwa kuendelea kukiri yale ule ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati wowote ule unapofika kwenye tatizo, kiri ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kiri maneno yake ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwamba upate kuwa mshindi katika hilo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nguvu iliyochukua Bwana wetu Yesu Kristo ni nguvu kubwa, na hiyo nguvu hiyo ndio iliyotuokoa sisi na akatutenga kabisa na ulimwengu huu na taabu zote za duniani na dhambi, akatufanyia kutenganisha kabisa, tukawa watu ambao ametuweka katika ulimwengu mwingine. Tunaishi hapa duniani, lakini wakati wao tunaishi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma vitabu vya Wakolosai huko na vitabu vingine wa Ibrania kule, utakuta jinsi ambavyo kabla tusome nini? Tusome Ibrania. Wale mnaoandika uendelee kuandika, mistari ni mingi, nisema yote, unachelewa sana. Mistari ni mingi. Kwa hiyo utaandikeni Yohana 11:25, Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 6, Yohana 11:25, faida ya kufufuka kwa Bwana Yesu katika maisha yetu. Ufunuo 20 mstari wa 6, ndio kusoma kidogo. Ufunuo 20 anasema, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe nani kufufuka kwake sasa sisi tunatupa kuwa washindi, na hata nguvu ya mauti haiwezi kutupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mauti ya pili ambayo itakuwa ni watu kuangamia milele na milele, sisi ndio haitakuhusu. Tutakuwa washindi, watawala pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika miaka atakuja kuishi hapa miaka 1000 baada ya kuhukumu dunia, sisi tutakuwa watawala pamoja naye. Kwa hiyo ni katika ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo na ushindi wa kufufuka kwake, ili kwamba tuweze kuwa ni watu ambao tunaendelea katika tumaini la Bwana wetu katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumaini la kumjua Bwana Yesu, tumaini la kuokolewa katika siku hizo za taabu zinazokuwepo, sisi tutakuwa tunaokolewa. Alafu Ibrania 2:14-15
kushiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana asifiwe sana. Sasa tunashiriki damu, tunashiriki mwili na damu ya Yesu. Kuna watu hapa, mchungaji alitangaza kwamba Jumapili tutakuwa na ushiriki wa ndogo. Hiyo Jumapili tutakuwa wachache kabisa, lakini ni kwa sala yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ambacho nakipa nafasi na jitenga na ushirika wa Mungu, hicho sio kitakachokupeleka pabaya. Kwa sababu kama katika kushiriki mwili na damu ya Yesu kuna vitu vinaangamia, na sisi tunapata kuwa na nguvu na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Yesu alishiriki hayo kwenye msalaba, alimwaga damu yake, alitoa mwili wake. Sisi tunaposhiriki meza ya Bwana, tukala mwili wake na kuinywa damu yake, basi yeye anamharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa hiyo sisi tunapata uzima na kuishwa kwa sababu tunashiriki mwili na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna furaha tunapokuwa au kuna ushindi tunapokuwa tunaendelea kuishi ndani ya Bwana Yesu, na hata tukiwa waaminifu katika kushiriki mwili na damu yake. Kwa hiyo tunafurahia kufa na kufufuka kwa Yesu, kwa sababu umetufanya sisi sasa tumehesabiwa haki na kuweza kuwa washiriki wa mwili na damu yake. Na kwa sababu hiyo nguvu inaendelea ndani yetu ya kuangamiza maadui zetu, magonjwa, laana na vikwazo mbalimbali, wachawi, watu wanaokuwazia vibaya. Hao wote hawezi kupata, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yako inayokulinda ni kubwa mno, kwa njia ya kula ya mwili, kwa njia ya kupigwa kwa Yesu Kristo na kumwaga damu yake, na wewe kushiriki mwili wake na kuinywa damu yake, unapata nguvu kubwa ya maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo sasa kitu kinachoitwa kwamba sijui kuna maagano, sijui mizimu, hiyo yote sasa inakuja kwa sababu ya shida tu ya kukiri na hali ya kukosa ufahamu mkubwa wa kutosha. Kwa sababu gani? Bwana Yesu kazi aliyoifanya ni kazi kubwa mno. Wewe ambaye unamwamini yeye huwezi kupata kitu tena, ndio labda uchanganye njia zako. Ukichanganya njia zako ukiweka pembeni, baba inaweza kutokea. Lakini pia Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba kama watoto wako Waisraeli wako kwenye agano la Mungu na Ibrahimu baba yao, sawa? Akaambia watoto wako kama watanikosa basi tawarudi kwa fimbo. Sio kwamba atawalaani watoto kabisa, atakuwa na warudi kwa fimbo. Sasa wewe utakapokuwa unajichanganya na mwacha Bwana Yesu, maana unataka kushiriki mambo unaenda kwenye njia zako. Huko utakachokuwa na pigo na kutana nacho, hayo mapigo au tabu zote utakazokutana nazo au shida zote utakazokutana nazo, sio kwa sababu ya maagano ya mababu sijui mizimu imekufuata, hapana, kwa sababu ya njia zako zinajichanganya. Lakini laana tunapoenda vizuri hivyo havipo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo havipo, sije ukachanganya mafundisho ukasema hapa ni kwa sababu sijui babu yangu alifanyaje. Hapana. Unapokuwa umeokolewa umekuwa kizazi kipya cha Bwana Yesu, na wewe ni kizazi kilichobarikiwa. Mizimu na mababu havihusu wewe. Ila ukijichanganya, Mungu atakuwa unapata shida kwa sababu ya huo ukaidi unaofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ukaidi unaofanya ndio utakuwa unakupa shida, lakini sio kwa sababu wewe unabeba laana sio mababu. Hawezi kuruhusiwa kabisa baada ya wewe kuwa umeshiriki kwa mwana wa Mungu kwa kumwamini Bwana Yesu. Hilo ni agano kubwa sana. Lazima wewe ujue hili. Hiyo ujue kabisa kwamba hilo ni agano kubwa sana. Ndio maana watu wa dunia wanapokuwa wanafanya matambiko yao wanatoa wanyama. Anaendelea kutaka biashara sisi ambayo sana wanaenda kwa waganga kwa wanyama. Anachinja wanyama kwa matambiko ya wanyama. Haitoshi ambapo sikutoshi bila mwanao wa kwanza. Wanatoa mtoto. Lakini damu hizo zote hazifiki kwenye damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Bwana Yesu ni damu yenye nguvu ya pekee kuliko damu zote. Yaani ni kafara ya pekee. Yaani kafara ambayo iko juu sana. Kwa hiyo unapokuwa
sio ni kwa sababu labda mababu zangu si mzuri nimekasirika. Hapana, achana na udhaifu huo. Achana na udhaifu huo kabisa. Wewe umetengwa na kizazi cha duniani, wewe ni mwana wa Mungu, ila sasa kinachokugharimu na ambacho kinakupa shida ni huo mwenendo wako wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikaa sawa katika njia za Bwana Yesu ukampendeza, wala hayo yote hawezi kukupata hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unalindwa na damu ya Yesu kwa kushiriki mwili na damu ya Yesu. Kama Bwana Yesu alivyotoa mwili wake ukapigwa, na kwa kupigwa kwake sisi tukapona, na damu yake ikatukomboa ikatusafisha kabisa. Yaani dhambi zisafika kabisa, kuna ambayo inabaki sema kuna alama kidogo. Hapana, ilisafishwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata hiyo unapopenda ukagundua kwamba hapa nafikiri nimekosa, ukatafakari kwa nini mambo haya yako hivi, ukakaa mbele za Bwana ukatafakari, ukamwomba Mungu, Bwana atakuonyesha kwamba ni hiki. Ukitubu ukaomba rehema, unasafishwa kabisa. Hiyo damu iko mpaka leo ni mpya na inasafisha damu kuanzia siku hiyo ilipomwagwa na Bwana Yesu mpaka hapo itakapofikia mwisho wa dunia. Watu wanaendelea kusafishwa kwa damu ya Yesu na kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatakiwa kukumbuka kwamba kifo cha Bwana Yesu na kufufuka kwake ni ushindi mkubwa sana kwetu. Na inabidi kutambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kwanza kwa sababu kwamba ni mwana wa Mungu. Yaani mtu mwenye udongo na mwili wa udongo ni mwana wa Mungu. Lazima usikie fahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na umtumikie Mungu kwa uaminifu, na uende mbele za Mungu siku zote kwa uaminifu, ukiwa na ufahamu kabisa kwamba Bwana Yesu alitoa mwili wake na akaimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wako. Kwa hivyo uko salama kabisa. Uwe mlinzi wa watoto wako, uwe mlinzi wa nyumba yako. Ila sasa sikatai, kuna ndugu zetu pamoja kwamba tumeokolewa, lakini ndugu zetu wako bado ni wapagani. Bado mizimu inawasumbua. Bado wachawi wanasumbua. Sasa ukitaka kuombea hao sasa, ukaomba rehema sasa, ndio kaja sasa kushindana hiyo mizimu kwa damu ya Yesu. Unaomba rehema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ili kwamba nao wapate kufunguliwa. Lakini sio kwamba wewe kama wewe mizimu sikia kufuata na mambo. Hilo hakuna. Hilo ukichanganya njia zako. Haya ndio kwa mababu zako kwa kweli utaona anaanza kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipokuwa sijaokoka, nilikuwa kila nikijisahau nikilala chai. Yaani nasikia kukaa ndio naenda nini jinamizi. Nitakaa hapo wewe. Najua kabisa kuna mtu wa pili hapa. Lakini naona kwamba nimgusa nimwambie hivi hapa nimepata shida. Na shida yani ndio ufanye kazi, vile ufanye kazi ndio unafanya kazi. Lakini baada ya kuokolewa tusikuona tena kitu cha namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye kwa jirani yangu nikawa nimemshuhudia sana jirani yangu akaja akaokoka. Alipookoka akawa moto kweli. Anaishi pale jengo la Amana pale karibu na hospitali ya Amana. Akawa moto, akawa anapenda kuwashuhudia wagonjwa pale. Anakuta ngine hawana watu wa kuuguza, mpaka kuja na kupelekea wengine anawaombea, wengine anawaombea wanapona. Tena yaani akawa yuko moto kweli. Siku moja akakutana na imani moja. Wale sisemi jina nani. Lakini imani yao ilikuwa kwamba wanakuambia utafakari, ujaze fomu kama katika ukoo wako kuna roho ya kichaa. Ukuta kuna roho kuna mtu ambaye alikuwa kichaa unatia chini. Kuna roho ya kichaa. Naangalia leo ni sababu wa vyangu kwa mshaka kuna tiji. Kuna roho sijui za uzinzi. Yaani vitu vyote hivi vibovu ya dhambi anatiji. Basi sasa kutana na mauti. Yeye kumbe alipokuwa ameokolewa, alikuwa kabla hajaokolewa alikuwa katika jamii hiyo. Na pale kulikuwa na ndugu yake mkubwa, alikuwa kama akili yake haiko sawa. Kwa hiyo kutana na watu akaamini kabisa kwamba leo wanafanywa kumfanyia nini uongozi. Akaanza kujaza ile fomu. Jaza fomu ni shilingi na mara kichai ya kichai. Akajaza hizo zote hizo kitu kwa ndani kwao. Bwana, alipoanza kutamka kuomba wale watu, mapepo yalipiga chini. Yaani ni wajinua kweli. Baada ya hapo akaja akaniambia kwamba mama Shamini, kumbe ilikuwa sijaokoka. Kaambia wewe, ulikuwa hujaokoka kwa nini? Anasema wewe, mapepo yamenirusha. Wameniombea watu wengi niambie. Imekuwaje kwa mapepo? Anasema nimefika pale kutandao akanishuhudia, wakanipa fomu. Fomu hiyo inajaza.
kuna roho ya uchawi kweli. Sina maana damu jinsi alivyo. Haya, kuna roho ya uchawi kulingana sisi tutaweka kwa ndani. Tuna roho ya nini? Akaangalia vitu hapo ndio jinsi akasema basi nikajaza pale. Sasa yeye anafikiri kwamba alikuwa hajaongolewa kutoka kwenye hiyo. Kumbe kwa sababu alikuwa anaandika pale, wanaokoja anaandika pale, alikuwa anakiri na kuamini. Unaona sasa? Kwa kukiri na kuamini, kwa kukiri na kuamini, vitu vile vilikuwa vinaingia na kuanza kuomba, mapepe yakamrusha. Akafikiri kwamba tangu zamani alikuwa na mapepe. Hivi vitu havipo. Kwa hiyo kinachokusumbua wewe na mimi ni ile hali ya kukiri. Kuwazawaza kwamba ukifanya kitu hiki labda ni hivi. Hivyo vitu vinapokuwa vinakupa mashaka hivi, unatoka kwenye nguvu ya Bwana Yesu. Lakini sio kwamba umeokolewa kwa damu ya Yesu, alafu vitu vinaendelea kufuata kama mjibana. Ulikuwa kizazi cha wasioamini. Lakini sasa ulipoamini, mstari ukawekwa. Kuanzia kwako sasa wewe una kizazi cha waliobarikiwa na unazaa waliobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unazaa waliobarikiwa. Huku nyuma tena wewe hauko. Wala kuna makupe ya kufuata. Wala mizimu ya mababu haiwezi kufuata. Wala wachao hawezi kufuata. Ila njia zako zikichanganya, unatoa mambo ili uweze kufanya. Au ukikiri kwa kinywa chako, unatoa mambo kufanya uingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuwe makini sana na hizo roho zitangazazo katika siku hizi za mwisho. Bwana